Rejea hapa Tanzania. Mvua zinazoendelea kunyesha mkoani Kigoma zimepelekea kaya zaidi ya 60 kuvamiwa na maji na kukosa makazi katika mitaa ya Mwanga, Majengo na Katubuka, manispaa ya Kigoma Ujiji. Waathiriwa wamelazimika kuishi katika moja madarasa ya nyumba ya shule ya msingi na Majengo wakiwa wanasubiri hatua za haraka ya serikali, ikiwemo kuondoa maji yaliyozidi kuvamia makazi ya watu. Kutoka Kigoma, mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel na undani wa habari hii. Tangu mvua hizi kunyesha kwa wingi mwaka 2023 zilisababisha nyumba zaidi ya 170 kuvamiwa na maji na wamiliki kulazimika kuondoka kwa kupanga maeneo mengine. Kwa mvua ambayo imenyesha tena kwa zaidi ya masaa 6 imeongeza madhara na kusababisha kaya zingine 60 kukumbwa na mafuriko. Heka za kuhama zikiendelea kwa familia zilizovamiwa na maji na kujaribu kuokoa baadhi ya vitu kutoka katika nyumba zao. Changamoto ni mbaya, mafuriko ni mabaya. Maji mengi yamebeba vikombe, yameingia ndani. Yakabeba vikombe, matandiko yote yameroa na maji. Sasa hii serikali gani? Na tunajua ni serikali sikivu. Sasa kwa nini kama ni sikivu, kwa nini zisitekeleze? Mpaka namna hii tunaathirika. Si tuko wapi watu wa Kigoma? Mbona mikoa mingine wakilalamika baada ya siku 2-3 tayari wanasaidiwa? Sisi kwa nini hatusaidiwi? Kufuatia makazi ya watu kuvamiwa na maji na kukosa makazi, hifadhi ya wananchi hawa wanaamua kuweka kambi katika shule ya msingi Majengo, huku kilio chao ni kile cha kuomba serikali kutafuta suluhu ya kuondoa maji haya. Miaka 3 mnatuahidi, mmeelekeza mitaro yote katika bwawa la Katubuka, tunatembea na watoto tunalia mitaani. Tunakuwa kama wakimbizi kwenye nchi yetu. Nchi ya sisi wote, si ya kwenu. Mnakuja kutuadaa, mnasema serikali na wajari inawasaidia, tunateseka. Idadi ya watu 400 na kidogo kwa nyumba za watu. Hao watu nao sasa kwa kukimbia ni shuleni hapo. Fungeni shule yenu, wanafunzi wenu tunajua kupeleka, lakini wananchi tukae shuleni. Mkono wa serikali wa maafa uko wapi mkoa wa Kigoma? Na kama serikali uwezo kutumia na nchi yake, serikali huwa. Yaani tunaumia na tunapata matatizo jamani. Watoto wetu wana shida na sisi wenyewe tuna shida. Mpaka sasa jana watu wameshapoteza vitu vingi, magodoro, madaftari, watoto wanaendaje shule? Halafu leo mnatuambia tutoke maeneo ya shule, tutaenda kukaa wapi? Kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya inafika kuzungumza na wahanga hawa, kubwa ikiwataka kuwa na subra wakati serikali ikishughulikia changamoto hii. Maeneo haya ambayo yanavamiwa na maji yana uwezo mkubwa sana wa kuhatarisha maisha yetu. Katika kipindi hiki ambapo mvua zinanyesha, tunaomba tuwasihi sana kupisha makazi hayo, kwa sababu mvua zikiwa kubwa, makazi haya yanaweza kujaa maji na kuhatarisha maisha. Kwa bahati mbaya sana, katika kipindi hiki cha masika hakutakuwa na uwezekano wa kusema maji hayo tunayashughulikia sasa mpaka mvua zitakapokwisha. Maisha ya binadamu yana thamani kubwa. Mtu akipotea ama akifa kutokana na mafuriko, changamoto ni kubwa zaidi. Ninyi mliokusanyika hapa katika eneo hili la shule, lazima ifahamike kwamba jana ilikuwa ni dharura, na dharura hii lazima iwe na ukomo. Wakati tuko hapa, tuendelee pia kuangalia mazingira ambayo yanaweza kutuhifadhi zaidi. Kutoka eneo hili la shule ya msingi Majengo, na wananchi ambao ni wahanga wameweka kambi